kitabu cha Zaburi mlango ule wa 9, kichwa cha somo la leo kinasema Bwana mhukumu mwenye haki. Bwana mhukumu mwenye haki. Tumekwisha kusomewa tayari mlango huu wa 9 wa kitabu cha Zaburi tunachosoma siku katikati ya wiki na tumesoma mistari iko 20. Ni miongoni mwa vizaburi virefu refu. Hapa katikati zaburi zilikuwa fupi fupi. Tutakuja kukutana zaburi ndefu. By the way, kitabu sura ndefu katika Biblia kuliko yote ni zaburi. Zaburi ya 119. 118 zaburi za 78, lakini hapa katikati tumekuwa tunakutana na zaburi fupi fupi. Mistari 7, 9, 10. Leo tunaona mistari iko 20. Kwa hiyo vile vile tutaipitia yote kwa siku moja. Lakini tunaona hoja kubwa. Okay, mistari 20 utakuta hoja kadhaa. Nyingine zinaenda mbele, zinarudi nyuma na. Lakini kitu kinachotokeza kwa wingi na mistari iliyo mingi ni habari ya haki ya Mungu. Mungu mwenye haki, Mungu mwenye haki, Mungu mwenye hukumu za haki. Katika vitu vinavyo mtanabaisha Mungu, tabia za Mungu ni haki yake. Kuna mambo mengine ambayo Mungu ana tabia za kimungu ambazo vile wanadamu tunatakiwa tujifunze, kwa sababu Mungu ndiye kioo chetu. Mungu yupi? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anayetambulikana katika utatu Baba, Mwana, msiongelee miungu mingine, siongelee miungu mingine yote ile, na kama ni Mungu asiyetambulishwa kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, huyo sio Mungu. Kama ni Mungu anayempinga watu wanaabudu Mungu alafu wanamwambia Yesu si nini ni wanaharamu, huyo sio Mungu. Naongelea Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tabia za Mungu tunayoona leo, tutaona na nyingine, tushaziona nyingine kwa sababu tunataka kuhubiri neno la Mungu, ni sema ya maisha yetu. Lakini tumekuwa tunaona vitu kadhaa. Leo tunaona Mungu katika tabia ya haki na hukumu. Kulinganisha mizani yake. Lakini haiondoi tabia nyingine za Mungu ambazo zote tunatakiwa tujifunze. Tabia za rehema. Kwamba Bwana halipi kila mtu sawa sawa na matendo yake mabaya. Na wakati mwingine hata matendo yetu mazuri. Kwamba Mungu ana aina fulani ya rehema ambayo mwanadamu hana, lakini tunajifunza hiyo. Rehema ni nini? Ni kule vile kama kusamehe. Ni Mungu wa msamaha. Tabia nyingine za Mungu of course umilele, vitu kama umilele ni tabia za kimungu ambazo nazo tukimwamini Bwana Yesu Kristo ndio tunazipata za umilele katika uzima wa milele. Nani anaelewa somo tunasema? Lakini huwezi kukuta tabia zote za Mungu zimeunganishwa kwa sehemu moja zikaongelewa. Ni nyingi. Kwa sababu Biblia yote inaongelea Mungu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo leo tuko katika sura moja ya Zaburi ya 9. Kwa hiyo Wakristo na tunaendelea kuliona humu kwenye mistari 20. Wakristo, wanadamu, wakati mwingine mimi na wewe tulioko hapa kulingana na kiwango chetu cha ukuaji na ukaribu wetu na Mungu, hizi tabia nyingine za Mungu kama za hukumu na haki hawapendi kuzisikia. Na ukizisema na katika hali ya kawaida kitu ambacho huwa hakisemwi sana ndio tunatakiwa tukisisitize. Lakini hatuwezi kuamua kusisitiza kitu ambacho neno la Mungu hajasisitiza. Kwa mfano leo kama tunasoma mlango wa 9, siwezi nikaanza kusema vitu ambavyo havimo kwenye mlango wa 9 tu kwa vile labda vinawapendeza wanadamu hapana. Kwa hiyo leo tutaona Mungu anaongelewa zaidi katika tabia yake ya hukumu za haki na hukumu za kweli. Leo hii kwenye dunia hakuna hukumu za kweli. Mtu mwenye haki anaweza kanyimwa haki na asiye na haki akapewa haki. Ndipo kuna rushwa, kuna upendeleo, kuna kutokujua hata kinachoendelea. Mtu akaja akadanganywa, akapewa haki ambayo sio kwake, vitu kama hivyo. Lakini mbele za Mungu, Biblia inasema Mungu mwenye kuchunguza mpaka nafsi za ndani na pumzi zetu. Kwa hiyo ni tabia ya Mungu ambayo Mkristo wa kweli atapenda kwa kweli aisikie hii ili kusudi mpe matumaini. Mkristo wa kweli, Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Mathayo 10 fulani, anasema angalieni inawatuma kama kondoo katikati ya mbwa. Kwa lugha nyingine kama ninyi ni kondoo, maana yake mtakuwa mnaonewa na mambo mwitu, mtakwaluzwa. Wengine mtauawa. Lakini mtu huyo ndio tabia ya Mkristo. Sema Yesu akamwambia kwenye Mathayo 5, sema mtu akukupiga shavu lako la kuume, mgeuzeni na la pili.
Ngeuzie na jingine. Hiyo ni hali fulani. Sasa ningesema msijilipizie kisasi. Kwa sababu kisasi ni changu. Hizo ni tabia ambazo ukisikia Mkristo hapendi kusikia haki ya Mungu na malipo. Na Mkristo hapendi umhubirie lakini anatamani siku akionewa amkabidhi Mungu kama amekosa cha kufanya. Ngombe, tumkabidhi Mungu hata kama tuna cha kufanya. La kwanza. Pili, tusikie anavyosema sio tusitake kusikia haki ya Mungu kwa jinsi tunavyoifikiria sisi. Tuitoe katika neno lake ndipo anaeleza tabia zake. Humu tunaona mambo mengine. Kwa kawaida tumekuwa sio haki na hukumu peke yake. Tunaona vitu vingine vitavyoongelewa, tutavisitiza kwa kiasi chake. Na kila kitu tukisitiza sawa sawa na jinsi kilivyositizwa kwenye neno. Lakini vile vile tumekuwa na tabia ya kuigawa sura katika vipengele. Zaburi ni ngumu kidogo, haina vipengele. Kila mstari unakuwa unasimama kivyake. Lakini kuna baadhi ya zaburi, kwa mfano wiki iliyopita tuliona somo linalosema mlango ule wa 8 anasema mwanadamu ni kitu gani? Tuliona udhaifu wa mwanadamu, baadaye tunaanza na nguvu za Mungu tukaona na udhaifu wa mwanadamu. Anasema nikiziangalia mbingu, nikaangalia nyota na jua na mwezi, vitu ulivyovitengeneza ninajipima naona mimi ni kitu gani sasa? Bwana ni mdogo mno. Hata unikumbuke na hata kuweza kunitafakari au kunihusisha kwenye mpango yako. Naweza nikachangia nini? Tuliona somo hilo wiki iliyopita na lilikuwa lina vipengele. Lakini ile leo kwa kweli nimejaribu kuweka kwenye vipengele haikuwa rahisi. Kwa hiyo kaona kila mstari tutahubiri kwa namna yake. Lakini hoja inayopatikana kubwa ni habari za haki na hukumu za Mungu. Kwa hiyo ngoja nitangulie kabisa kuweka tayari. Kama upendezwi na haki na hukumu za Mungu ambazo ndo tunatakiwa Kristo tuzifuate, basi utakuwa unapata shida sana kwenye somo kama lale. Ukiamua kufunga masikio ufunga, lakini ningekusihi usifunge. Sio ndio kweli ya Mungu jamani. Mtuanze na mstari wa kwanza pale anasema nitamshukuru labda niwe nasoma kwenye King James kuna mabadiliko fulani sio mbaya. Wewe nisome hata kwa Kiswahili. Wakati mwingine kuna mabadiliko yanakuwa yamefanyika kwenye tafsiri. Nishawahi kuambia kwamba sielewi sababu ya kubadilisha hivyo. Lakini nafikiri mstari hajaubadilisha. Anasema nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yake yote ya ajabu. Hapa kwenye King James katumia neno tofauti, sio mbaya sana. Anasema I will praise thee. Praise ni kama kutukuza, kuinua. Haina tofauti sana na kushukuru, lakini kuna tofauti kiasi fulani. Lakini yote ni Mungu wetu anastahili kutukuzwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kushukuriwa. Kwa hiyo haina mbaya, ngoja tuende na hilo. Lakini yote ni hoja kama hii. Anasikia. Lakini anasema mstari ule anaomaliza nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Mwambie leo hii watu wanasimuliana movie. Wakristo hawawezi kukutana wanasimuliana matendo ya Mungu wao. Wanafanya na hatuwezi kuishi katika dunia ambapo kila kitu ni Mungu. Ni Mungu, neno la Mungu. Maisha ya kawaida yanaendelea. Lakini lazima kuwepo na kiwango fulani cha kuweza kuyasimulia matendo ya Mungu. Simulianeni matendo ya Mungu katika neno lake mnapokuwa mnaenda kulala usiku nyumbani kwenu. Familia ambayo wanafunga siku yao kwa sala tu na sala vipo wale si swala si sala wale wanavyoviita vimaombi vya hapa na pale. Lakini mimi niwahi kutembelea familia tena nadhani ya mchungaji, nikamwambia leteni Biblia tuhubiri usiku. Fupi kwa ufupi tu mstari 2-3. Neno tuli chakula cha uzima. Wale watu niangalia vibaya sana. Lakini nikalazimisha tukasali. Walivyo kama hakuendelea navyo I don't care. Lakini nyumbani kwangu hatufanyi hivyo. Tunasali. Hatuishi kusali, tunalisoma lile neno. Tunasoma sura nzima. Huko ndio kwa kusimulia matendo makuu ya Mungu. Usimulie basi hata moyo wako. Usitoke hapa ukawa ni kama haina hata maana ya kwenda mtu unakuta yuko barabarani wanasimulia Yesu anaokoa watu wanapita wanawacheka. Sivyo Mungu alipoita kuhubiri. Anasema ingieni katika nyumba ya mtu mmoja. Si ndivyo alivyotuma watu? Ingieni katika nyumba
ya watu. Wakiwakaribisheni ingieni humo mkae na mle na vitu vyao, mhubiri, msitoke nyumba mkawa mnawachanganya, baada ya hapo ondokeni. Wasipowakaribisheni, wasipokuwa tayari kusikia, kunguteni mavumbi yenu muondoke, wasubiri hukumu yao. Lakini kuwalazimisha watu wanaopita ni kama kuchukua kilicho kitakatifu kawapa mbwa. Unakuta watu wako pale, watu wanacheza na ngoma, Yesu tamalale, barabarani magari yanapita, watu wanawacheka tu. Pale anakuwa anafikiri anatafuta fadhili za Bwana, wala hazipo zile fadhili za Bwana. Mwambie twende kwenye nyumba ya Mungu kama alivyosema ya mtu. Kama alivyosema Kristo anasema nendeni katika nyumba zao. Kahubirie. Kuyasimulia matendo ya Mungu. Na kumshukuru. Tunaomba Mungu akutendee kitu. Mungu akikuamsha salama, mshukuru Mungu. Mungu akikupa kula na kunywa kwenda salama, ukaona umeingia kitandani huna moyo unaotoboka moyoni, mshukuru Mungu. Na hata katika taabu vile vile mshukuru Mungu. Mstari wa pili anasema mstari ule wa pili anasema mstari wa pili anasema nitafurahi na kushangilia wewe nitaliimbia na kukushangilia wewe nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Uimbaji, furaha. Wewe hii mistari ukisoma unaweza kuona ni vitu vidogo, lakini hebu ishi na mtu ambaye hana furaha, au ishi wewe bila kuwa na furaha. Uone masaa yanavyokuwa marefu. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 katikati kwenye 20 anasema shina la uchungu lisichipue katikati yenu, mkawa watu waliojenga maisha yao katika uchungu. Na wakati mwingine uchungu umetokana na nini? Hakuna majibu. Najiangalia nafsi yangu, kwa nini nakuwa mchungu? Nini kinachonani? Lakini anasema katika mstari wa pili anasema nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Tuna tabia kumwimbia Mungu. Wewe mwambie, unajua nyimbo ngapi za kumwimbia Mungu na unaziimba? Sio ile siku umeenda kanisani mko mnafurahishana tu katika sherehe labda nini, hapana. Tabia ya kuwa na tabia ya kumwimbia Mungu wako. Sehemu nyingine anasema mwimbieni Bwana wimbo mpya. Tutuke na nyimbo mpya wakati mwingine. Mstari ule wa pili tunaangalia, tuende mstari wa 3. Hapa mpaka sasa niwakumbushe hatujaona ile dhima kuu tuliyoiona ya kichwa cha leo inayosema haki na hukumu za Mungu. Kwa hiyo sio kwamba tunahubiri kitu tofauti, hapana. Ni mstari ambao anaingiza mle ni kama wewe mwambie ili kusudi Mungu aweze kutendea haki na hukumu zetu na kutulipizia kisasi kwa watu wanaotesa wakati mwingine. Si inahitajika tuwe tumeshafanya ushirika naye. Tumemshukuru, tumemwimbia, tumefurahi. Anasema furahini, nasema tena furahini. Anasema shukuruni katika kila jambo. Hajasema shukuruni kwa kila jambo, katika hali zote. Sasa hivyo vitu vyote hivyo vikishatangulia, baadaye Mungu anakuja anakutendea haki na hukumu zake. Amina. Mstari wa 3 anasema hivi. Anasema kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako. Unaona? Hiyo ni haki hiyo. Hujikwaa manake huyu ni mtu wa Mungu. Huyu ni Daudi. Wewe ni Daudi wa leo, mimi na wewe ni Daudi wa leo. Daudi tabia zake ukisoma katika hizi Zaburi na sehemu nyingine alikuwa mkosefu kama mimi na wewe kabisa. Ila tabia zake ni pamoja na nini? Na kuzitafuta fadhili za Bwana. Ni kujichunguza ukamilifu wake mbele za Mungu wake. Ni kutenda haki. Kuwatendea watu wengine haki. Anasema mimi ni wa amani, lakini wao wanenapo wananena vita. Wao wananena vita. Ni mtu ambaye nafikiri tabia kubwa kabisa ya Daudi inayowazidi wa Kristo wengi wengine wa leo na mimi na wewe ni ule ushirika na Mungu wake, hasa akitafuta kujua kweli ya Mungu na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Kukaa anafanya nini? Anafanya communication na Mungu wake. Wana commune na Mungu wake.
Nani mwenye kufuata haya? Kuyasikia haya. Amina. Anasema Mungu ni mtetezi wa wenye kuonewa. Wewe kuonea mtu na kuonewa na mtu, nisikilize vizuri. Wakati mwingine hakumaanishi kwamba anayeonea ndio mwenye nguvu siku zote. Hapana. Mtu anaweza akaonewa na watu wasio na nguvu wakamwonea. Leo hii kuna watoto huko Ulaya kwenye sheria za sasa wanavamia wanaonea watoto wazazi wao. Katika nguvu alitakiwa mzazi ndio mwenye nguvu. Lakini mambo yamepinduka. Kwa hiyo uonevu haujalishi. Unaweza ukawa na familia mbili za majirani, mmoja ana uwezo mwingine hana uwezo, lakini yule sio na uwezo akawa anamuonea yule mwenye uwezo. Kwa sababu haijalishi nguvu, inajalisha makusudi mabaya. Daudi alikuwa mfalme, sehemu kubwa alikuwa sio mtu mdogo. Na nguvu alikuwa nazo, aliua simba alipokuwa bado kijana miaka 16 na dubu. Wewe alikuwa sio mtu wa kuonewa. Kama angekuwa mtu wa kutafuta kufanya fujo, wewe mame, tujifunze kuwa Daudi wa leo. Hata kama una uwezo, usiwe mtu wa kuonea kwa vile tu unaweza. Usiwe mtu wakati mwingine wa kuumiza tu kwa sababu unaweza kuumiza. Wala usiwe mtu wa kulipa kisasi kwa sababu una uwezo wa kulipa kisasi. Nimekusikia maneno. Mstari ule wa 4. Kwa hiyo tunaanza kuona ile tabia ya hukumu za Mungu. Mstari wa 3 anaanza kusema, anasemaje? Anasema mstari wa 3 anasema kwa sababu adui zangu hurudi nyuma. Wewe huwezi kukaa bila kuwa na maadui. Na kwa kadiri unavyomkaribia Mungu wako ndivyo idadi ya maadui huongezeka. Ndivyo nani anahisi kama ni kinyume na hapo? No. Kwa hiyo jinsi unavyomkaribia Mungu. Sasa tuache kumkaribia Mungu ili kusudi tupunguze maadui. Automatically wewe baba unataka kuwa na nyumba inayomkaribia Mungu, tegemea kupata uadui mkubwa wakati mwingine kutokea ndani ya nyumba yako mwenyewe. Kabisa. Kwa sababu kule ndiko shetani anapokuwa anaona kwamba kuna threat, kuna hatari kwake katika ufalme wake. Ndio. Mstari wa 4 anasema kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi ukihukumu kwa haki. Daudi akimwangalia Mungu wake anasema kwa kweli hata kama nitaonewa najua kwamba hakimu mwenye haki. Umeketi unahukumu. Mungu anaona. Wewe hukumu ya Mungu haitoki leo. Wakati mwingine. Wakati mwingine na majibu yake hayatoki. Kwa sababu Biblia inasema Mungu huishi nje ya muda. Sisi tunaishi ndani ya muda, tuna limitation, yani tuna expiry date. Mungu hana expiry date. Kwa hiyo ndio sababu Biblia inasema mwaka mmoja siku moja kwa ikipita ni kama miaka 1000 mbele za Mungu. Yani hana ile time factor, sio sehemu ya tabia zake. Sio kanuni yake. Vitu ambavyo vinakuwa affected na time, vitu ambavyo vinabanwa na muda, ni vitu ambavyo vina tabia ya kufika ukomo wake. Sio Mungu. Sio Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari ule wa ndio tukao tunasema mstari ule anasema umenifanyia hukumu. Kwa hiyo tukao tunasema kwamba anaposema umenifanyia hukumu ni nini? Anasema umenifanyia utetezi. Umefanya maamuzi ili kuniokoa na mashambulizi. Wewe jamani, Kristo wengine ni wadogo, wengine labda wakubwa, tumeshakutana mambo mbalimbali duniani. Usipo katika vitu vinavyogomba ndani ya dunia hii, wakati mwingine sio vitu ni vingi, lakini kimoja wapo kabisa ambacho kimepinda sana ni hukumu na haki. Kabisa. Misaada inaweza ikaja. Watu wanaweza kukuletea msaada. Kabisa. Watu wanaweza kukukimbilia, wanaweza kufanya nini, lakini
haki na hukumu ni vitu ambavyo ni viko katika kima cha chini sana katika uso wa dunia hii. Na vinaumiza moyo sana. Mstari wa 5 anasema umewakemea mataifa na kuangamiza na kumangamiza mdhalimu. Anachosema umewakemea mataifa, rebuke the heathen. Mara nyingi akisema mataifa unaweza kufikiri taswira kwamba ni hizi nchi za dunia hii. Sawa, haina ubaya kumaanisha hilo. Lakini maana halisi anaongelea wanadamu katika upana wake, wale wasio na ucha Mungu. Wasio mtumainia Mungu, wasio ambapo Kristo sio Mungu wao. Wanaitwa the heathen, watu wa mataifa. Wa Misri katika lugha ya Agano la Kale, watu wa mataifa. Kulikuwa na watu wa mataifa na watu wa Mungu. Kwa hiyo anasema umewakemea mataifa, mstari wa 5. Umewakemea mataifa na kumangamiza mdhalimu. Umelifuta jina lao milele na milele. Wewe tabia za hukumu za Mungu sio zile ambazo mtu anaweza katoka hapa akakuibia, ukakimbia kumpeleka polisi, akaenda akafanywa vitu vya hapa na pale, baada ya wiki moja ukakuta amerudi tena akaanza kufanyia kile kile. Hapana. Hukumu za Mungu anasema ni za milele, ni final. Ni kamilifu. Kwa hiyo ni sana mtu unajua unaweza kwenda kufanya kitu ukashtaki baadaye ukafika sehemu ukasema basi naacha kushtaki. Sina hizi haki haipo. Mwanzoni unaipata. Ndio sio. Leo hiyo unaweza kukuta mume na mke wakaenda wakaanza maisha, huyu akaanza kumfanyia huko na kufanyia huko, wakawa naenda leo wamepeka kwenye kao hiki mara mimi kwenye kile. Baadaye unafika sehemu fulani na unagundua kwamba vikao havisaidi chochote, wanaanza kupigana mangumi wenyewe. Manunu. Kwa sababu hukumu na haki katika dunia hii tufanye nini? Lakini ultimately za hatima kabisa za kweli ni zile za Mungu wetu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yes. Mstari wa 6 anasema adui wamekoma na kuachwa ukiwa milele. Nayo miji yao uliingoa hata kumbukumbu lao limepotea. Wewe anasema adui sio kuwahukumu tu peke yake, anasema na makazi yao na anayangoa. Yaani anangoa ule mzizi wa fitina ule. Anangoa. Sasa ukisoma neno kama hili wakati mwingine unaweza kusema Mungu amefanya lini wapi? Haya mambo Mungu anayafanya muda wote. Sema hatuna ufahamu na akili pana kiasi cha kuweza kuona kila kazi ya Mungu inaendelea duniani. Haki ya Mungu. Kwa hiyo itoshe tu kwamba tunapoenda mbele za Mungu tukamlilia, atatujibu. Wakati mwingine unaweza usijua amekujibu wakati gani, ukashtukia tu tayari jibu unalo. Lakini tunachokiona tabia moja wapo ya Mungu katika haki yake ni kule kwenda aka destroy, akaharibu, akaangamiza kitu gani? Ule mzizi wa lile tatizo lilipo. Anasema mstari unasema umewakemea mataifa na kumwangamiza mdhalimu, umelifuta jina lao milele, adui wamekoma na kuachwa ukiwa mstari wa 6 anasema nayo miji yao ulingoa hata kumbukumbu lao limepotea. Nikwambie unaweza kuona mimi nakwambia najiambia unaweza kuona unapitia katika taabu mbalimbali, kwa kuna watesi wana nini, lakini ni pale tu Bwana wetu anapohusika ndipo tutapata jibu la kudumu. Jibu letu na bidii zetu sawa tuzifanye, lakini zisipishane na mapenzi ya Mungu wetu. Tuzifanye, vinginevyo tatizo tutalisolve kwa muda. Tutalisolve kwa muda. Tutalitatua tu kwa muda. Lakini baada ya muda litajirudia tena. Lakini Mungu anapoingia, Kristo anapoingia, Bwana anapoingia katika matatizo yetu, katika watesi wetu, anasema anangoa kao lao. Mstari wa 7. Bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Kama nilivyosema,
ni vizuri kumjua Mungu wetu mwenye tabia ya hukumu. Tulishasema Mungu sehemu nyingine tunasema Mungu ni pendo, ndio sio? Mungu ni pendo. Wewe penye hukumu uwezo kukataa kwamba hakuna upendo. Lakini vile vile inapofikia wakati wa hukumu macho kuona ule upendo unapokuwa kusoma hii hukumu inaenda na adhabu. Ukasema sasa penye adhabu kuna upendo. Huyu mwalimu anaenda apiga watoto viboko 7, 8, 10. Unaweza sema anawapiga kwa kuwapenda? Hapana. Kwa hiyo Mungu kwa sababu hatuna macho makamilifu tunaweza tukaona upande mmoja mwingine tukaona ni mbaya lakini jumla ya kweli yote ya Mungu jumla ya tabia zote za Mungu ni kamilifu. Kabisa. Anaweza akafika hatua mimi nayeongea akanikemea. Wakati mwingine akanichapa kiboko. Sio? Lakini sio kwa ubaya. Ni ili kusudi ile tujiulize kwa mfano unaweza kukuta kuna watu wanaomba watu 10 wanaomba vitu kwa Mungu, wanaomba jambo moja lakini huyu anaomba kinyume cha huyu. Naomba mimi ndo nishinde, yule anaomba nishindwe yeye ashinde. Sasa huyo Mungu kama hatumpi nafasi ya kuwa na mizani sawia, atamjibu nani amwache nani? Amen. Ndio wakati mwingine niko naandaa somo la vipengele tunavyotakiwa kupitia ili kusudi maombi yetu yaweze kusikiwa na Mungu wetu. Nishafikisha 12 na hizi vinazidi lakini ni somo litafuata hivi karibuni. Lakini yote katika yote lazima tujifunze pia kuomba sana mapenzi ya Mungu. Hukumu za Mungu ziweze kuwa zinaenda sambamba na tabia yake. Sio unaenda kwa Mungu naomba yule mtu, huyu adui yangu ni mbaya naomba umgonge. Apigwe ugonjwa afe. Mungu akiangalia anaona sio. Hata jibu lile ombi lile. Anaweza akakutaka ubadilishe kuomba kwako. Au akakupa moyo mpya ili kusudi usiwe na maombi tena ya kisasi. Mstari wa 8 anasema hivi. Mstari wa 8. Tusome mstari ule wa 8 Zaburi ile ya ngapi tunasoma ya 9. Anasema tumeona Bwana atakaa milele mstari wa 7. Na tukao tunajikumbushana jamani Mungu wetu ana tabia nyingi. Kwa sababu ni mkubwa. Isaya alimuona Bwana ameketi ameinuka kwenye kiti cha juu kwenye Isaya 6 pale mwaka alipokufa mfalme Uzia alimuona Mungu ni mtakatifu sana. Anasema na treni lake au na kama msafara wake ulikuwa mkubwa siwe ya binadamu na vazi lake. Biblia inasema ilikuwa ni lugha ya taswira. Kwa hiyo tabia za Mungu nyingine hatuzijui. Lakini lazima tujue vizuri tabia za Mungu wetu. Na vile vile vizuri tujue tabia za watu wetu. Mjue mwanao kuna kitu naye hapendi si mtoto wako eti. Unaweza kumfundisha kwamba hii tabia sio nzuri lakini kama ukiona ni tabia ya kimaumbile unaweza kaiacha tu jaribu kuinyoosha tu polepole lakini unajua anaye. Unaweza kukuta kuna mtu ambaye hana uvumilivu. Huwezi kumfundisha uvumilivu, utamfundisha tu kidogo lakini kwa hiyo lakini turudi kwa Mungu wetu eti. Turudi kwa Bwana wetu. Tabia zake za haki na hukumu, tabia zake za umilele, tabia zake za huruma na msamaha. Sasa namna anavyovibalance ni Mungu huyo. Ndivyo anavyozibalance. Wanadamu tunataka tuwe na Mungu mwenye kutupendelea tu wengine wote awachukie. Mwenye kutusikia lakini asiwasikie wasi ambao hatuwapendi. Vitu yani kama Mungu fulani ambaye tumempersonalize, tumefanya wa kwetu tu. Lazima tuache Mungu awe na tabia zake pana za uungu wake. Na ukishafikia hatua kama hiyo, na vile vile tuwafanye watu tusitake kuwa control watu tu kwa kila kitu. Kuna ndio sababu kama watu mko 10 mna vichwa 10 mna wazo 10 tofauti. Kama kuna mawazo mbadala ambayo hayazuii dunia kuendelea na familia na mji ache aendelee. Lakini sio tabia zinazo haribu na huyo ni mwanadamu. Sasa tabia za Mungu ni za kweli ni kamilifu.
Kwa hiyo tunamwona tena mstari ule wa 8 anasema naye atauhukumu ulimwengu kwa haki, atawaamua watu kwa adili. Wewe ulize, wanadamu wanapenda neno haki? Sio tabia ya kibinadamu kabisa. Na wakishagundua kuna mtu ambaye ana tabia za haki. Na by the way, haki ya wanadamu sio kamilifu vile vile. Kuna watu ukimwangalia haraka haraka unaweza kusema yule jamani mtu mwenye haki, lakini ukimchunguza ukuta haki yake ni haki mbaya. Ndio sio? Lakini still hata hivyo bado tunahitaji kuenenda katika, hata kama haki yetu ni chafu sio kamilifu, lakini inamlanda Mungu wetu. Haya maneno tuyazoee, tuyapende. Ukisikia mtu anahubiri Mungu mwenye haki, Mungu mwenye hukumu, na hukumu kuna adabu ndani yake, tumpende kwa sababu ndio alivyo. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Ndivyo alivyo Bwana wetu. Ndivyo alivyo Yesu Kristo. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yao. Mstari wa 9 anasema Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, na ngome kwa nyakati za shida. Ngome ni nini? Ni kinga. Ni ulinzi. Ni kimbilio. Kwake walioonewa. Wewe hii dunia imejawa na uonevu kweli kabisa. Na kabisa ni tabia iliyoota ndani ya kila kiumbe hai kuoneana. Mpaka Mungu alifika sehemu fulani akamwambia Waisraeli akasema nitakuwa na waangalia watu wadhaifu ambao wanaweza kaonewa kizembezembe. Ndio nitakuwa kwanza nashughulika nao. Nitaangalia yatima, nitamwangalia mgeni ambaye hana haki kwenye eneo, hao watu na wajane, sio wajane wa leo, ni wale wajane wa kwenye Biblia wale. Nitawaangalia kwa karibu sana hawa watu. Kwa sababu uwezekano wa kuonewa ni mkubwa. Akijua kwamba wanadamu wafanya nini? Waonewa. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, na nasoma mstari wa 9 Zaburi ya 9. Mstari wa 10 anasema hivi. Kwa hiyo unaona hoja ni ile ile ya haki na hukumu na utetezi kwao wasiojiweza. Bwana anasema mimi ninapokuwa dhaifu ndipo nguvu za Mungu kunikalia. Wakati mwingine tusikatae udhaifu wetu. Kuna watu unakuta anajitutumua. Wewe unanijua wewe ni nani mimi mkali kumbe hamna kitu. Wakati mwingine tukubali udhaifu wetu, ili kusudi nguvu za Mungu ziweze kutukalia. Kwani wewe Yesu alionewa hakuonewa? Haraka haraka alivalishwa taji la miiba. Alingolewa ndevu, alitemewa mate, alivuliwa nguo, nafikiri wakabakiza nguo chache sana kwenye mwili wake. Alipigwa mijeledi mingi. Alitukanwa, alidhalilishwa. Alibebeshwa msalaba afanya nini? Aliwaambiaje wanafunzi wake akasema anasema mimi uhai wangu nina uwezo nao. Na uwezo wa kutoa na uwezo wa kutwaa. Sawa? Anasema na wakina Petro wasema wanakuonea hivi. Hebu tuache tuite malaika mbinguni waje wamalize hawa washenzi. Anasema kwani? Anasema kwani wewe unadhani kwamba sina uwezo wa kumita baba? Akaagiza malaika jeshi la majeshi 12 ya malaika. Wakati tukamaliza kazi haraka. Kwa sababu kwanza mara ya kwanza wanaenda kumkamata. Nataka kusema kabla sijaenda kwenye habari za Yesu kwa undani zaidi wa kukamata kwake, nataka kuonyesha wakati mwingine unaweza ukawa na nguvu zako, una na haki zako, ukaamua tu kuziacha. Just tu ili kusudi nguvu za Mungu ziweze kufanya kazi. Anasema kwani mimi nisingeweza kuagiza? Kwanza walivyokuja anasema walipofika tu akaona wanakuja nini hawaeleweki nini, akasema okay mtambieni mnamtafuta nani? Wanasema Yesu Mnazareti tunamtafuta. Akasema ndio mimi hapa. Wakaanguka chini. Angeendelezea pale je? Sangeweza kuwakanyaga pale wakatafuta msaada. Jamani hebu tunaomba mtume huku hali sio nzuri. Akajitoa. Wewe wakati mwingine tujitoe tu.
Ndio ile ya kupigwa huku kageuzia na huku eti. Nao wakujuao mstari wa 10 jina lako wakutumaini wewe maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafutao. Nao wakujuao. Ni habari za kumjua Mungu. Kujua. Wewe leo hii watu hakuna mtu ambaye hana jina la Mungu kwenye kichwa chake. Mungu yote ile. Hata Mungu wa mbinguni huyu tunayemwabudu, Mungu wa Biblia. Mungu wa Yesu Kristo. Mungu wa Utatu Mtakatifu. Sawa. Lakini ufahamu wa mwanadamu na Mungu. Hata kujua tu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake hajui. Ndio somo tunaendelea nalo hapa katikati. Na wakujuao. Huwezi ukamjua mtu bila kujua katiba zake na maelekezo yake na kanuni zake. Kanuni za Mungu kila kitu ni neno la Mungu, ni hii Biblia hii. Hii ya kulala macho, unatamani uoteshwe, wengine unakuta wamenunua na chumvi wameweka sijui za kusaidia Mungu aje, vitu vya ajabu ajabu. Ule ni ushirikina ule. Kanisa yamekuwa mashirikina kabisa. Haya kilokolelo kule. Ushirikina mtupu ule. Sio sisemi mwaposa tu peke yake hapana. Na hawa wengine wote wanaokuambia ni warokore rasmi. Ushirikina umejaa mle mwingi. Ni ushirikina. Kule kudhani kwamba ni mpaka mchungaji tena sio yule mdogo aliyeachiwa zamaa, mkubwa akitoka likizo ndo aje akuombee ndo Mungu asikie. Ushirikina huo ni imani isiyo ya kweli. Imani isiyo ya kweli ndio ushirikina huo. Ndio ushirikina wenyewe. Nao wakujuao. Naomba tujifunze kumjua Mungu wetu. Kumjua. Utamjuaje? Kaa hapa ufundishwe, soma neno lake. Hivi Mkristo unashindwaje kusoma Biblia? Si inaandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Unashindwa kuimaliza kwa mwaka mmoja siku 365. Katika hali yako. Sio kwamba ninasema ni kitu chepesi kivile, hapana. Mimi mwenyewe sio kwamba ni neno nyepesi. Lakini nadhani huu ni mara ya 4 au ya 5 ninaizunguka Biblia kwa lugha ya King James. Kabla hapo nilizunguka kwa lugha ya Kiswahili mara nyingi kadhaa. Kila mwaka. Na sio kusema kwamba nimeshamjua Mungu kwa kila kitu, lakini nina hatua fulani nimezipiga za kujua kweli, na nasema nanyi mtajua kweli. Na hiyo kweli itawafanya huru. Kule kujifanya ni Mkristo kwa jina kubwa, ukagombea na vyeo, ukajifunza kuambia maneno laini watu wakakupenda na nini, haikuongezee kumjua Mungu hata kidogo. Kumjua Bwana wako haiko hivyo. Tusome mstari wa 11 anasema mwimbieni Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake. Anaongelea habari za haki na nini, lakini anaongeza na vitu vingine vya kufanya ushirika wetu na Mungu ili haki ya Mungu iweze kufanya kazi kwenye maisha yetu. Pamoja na kumwimbia. Tusiwe na uhusiano na Mungu wetu ambao umejengwa juu ya kanuni na taratibu na sheria na maandiko. Ni vizuri, lakini ujengwe juu ya ukamilifu wote. Jinsi tunavyo shirikiana na Mungu wetu, tunafanya ushirika na Mungu wetu. Jinsi tunavyomwimbia Mungu wetu, tunavyomuinua Mungu wetu. Jinsi tunavyofuata maelekezo yake. Yaani ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaingiza hiyo mistari, lakini hoja bado tunaiona ni hukumu na haki. Mstari wa 10 anasema maana mlipiza kisasi cha damu awakumbuka hakukisahau kilio cha wanyonge. Anarudi kule. Hiyo ndio haki hiyo. Anasema ni mlipiza kisasi cha damu. Mungu analipiza kisasi, alipiza kisasi cha damu. Wewe unauliza swali. Mtoto anapotolewa tumboni, anapochomolewa katika kitu kinachoitwa utoaji wa mimba, ambao sasa hivi ni haki ya wanadamu wa dunia hii. Unataka kuniambia kwamba anakuwa hana damu? Anakuwa na damu, si ndio? Kwa hiyo Mungu anachagua, anasema damu nitayoshughulika nayo ni yale madume yenye na majike yale ambayo yameshakomaa, yana madevu na nini. Hao hizi damu nyingine sishughuliki nazo, sizioni. No. Sio Mungu huyo. Hawezi kama Mungu wa namna hii. Mungu as long as kuna damu imemwagwa na mwanadamu, Biblia inasema anailipiza kisasi.
Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kwa hiyo usidanganyike na dunia hii inayokuambia jana ni leo nadhani. Kuna Mfaransa mmoja aliyegundua dawa nadhani ni jamii ya misoprostol, hizo dawa za kutoa mimba. Jamii ya hiyo sikumbuki ndani kama hiyo close to hiyo. Dawa za kutolea mimba. Vidonge. Wanaita vya kuavya mimba siku hizi. Amekufa na miaka 94. Nikaona anavyosherehekewa na dunia nzima. Sifa zake zinamiminika kutoka magharibi kwa dunia mpaka kusini mwa dunia, kaskazini, mashariki, kila sehemu. Kwa vile tu aligundua dawa ya kuwafanya wanawake wa dunia hii na waume zao, kwa sababu hakuna mwanamke anayebeba mimba peke yake. Kuweza kumwaga damu changa tumboni alafu apate sifa ya dunia hii. Na ni jina katika jina la daktari. Hapana. Biblia inasema mstari ule wa 12, maana Zaburi ya 9:12, maana mlipiza kisasi cha damu awakumbuka. Tena zile damu zisizokuwa na uwezo. Mwaga damu ya mtu mwenye uwezo wake. Anaweza akashindwa kupiga, akaenda akakaa baadaye miaka 3 baadaye na akakulipiza. Lakini huyu aliyechomolewa kwenye tumbo la mama yake kwa haki ya dunia hii, tutayasema haijalishi hata kama yako kinyume na falsafa za dunia hii. At least yako katika yanakubaliana na maelekezo ya Mungu wetu. Nani anaelewa maneno? Amen. Ndio, mstari wa 13 anasema, wewe Bwana unifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia, wewe uniinuae katika malango ya mauti. Wanaonichukia. Hebu uulize, mtu amefanya uasherati wake, amefanya nini au akaenda katoa mimba. Unaweza kuniambia kwamba anasema imekuja wakati ambao nilikuwa sitaki. Unaweza kuniambia kwamba alikuwa hajamchukia yule aliyemtoa? Kamchukia. Kajipenda yeye mwenyewe. Nini chuki hiyo? Kama angempenda sangembeba mpaka kamzaa. Nimeenda na neno la kwamba uonevu unaenda na chuki. Mwagaji damu unaenda na chuki. Wewe kuna mwagaji mwingine wa damu ambao wala haumuudhi Mungu. Kusoma katika kitabu cha Hesabu mlango wa 25, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Finehas, mwana wa Elieza, mwana wa Haruni, kuhani mkuu. Huyu ni nani ya makuhani wakuu. Alienda akampiga mkuki mwanaume au kijana wa Kiisraeli aliyekuwa ameingia na mwanamke wa Kimidiani kufanya uasherati katika kambi ya Wayahudi. Mungu akasema kwa kweli, akawapiga mkuki mmoja wakabaki kama mshikaki. Wameshikana na wote wakaganda kwenye ardhi. Si kwenye mti, kuna sehemu alishikia pale. Mungu akasema damu ni mwagika kumwagika. Lakini Mungu akasema huyu Finehas ndiye aliyewaokoa. Asingefanya hiki kitu. Lakini sio damu isiyo na hatia. Sio damu isiyo na hatia. Likitokea jambazi huko kwenye mapori, si ya wapi huko Tanzania kuna sehemu nyingi zina mapori, likamaliza watu, linateka magari, linafanya nini, baadaye likakamatwa labda na jeshi au likakamatwa na polisi, likauawa. Wakati mwingine sio kisiasa, sio aina iliyozoeleka ya haki. Haki wanakuambia asimame kwenye mahakama zenyewe hazieleweki, lakini wakati tukio kama hilo, sio damu ambayo Mungu ataidai kama hili ya mtoto mchanga ambaye hana hatia moyo tumboni mwa mama yake na baba yake. Amen. Ndio Mungu mwenye kulipiza kisasi cha wasiojiweza. Ndio, na siongelee hao tu peke yake, na wengine hata wakubwa. Tusogee tumalize. Anasema wewe Bwana unifadhili. Mstari wa 14 anasema ili nizisimulie sifa zako zote katika malango ya binti Sayuni, nitafurahia wokovu wako. Wokovu ni kule kufanywa salama na Mungu wetu, ndio wokovu. Na mara nyingi neno wokovu linamaanisha aina yote ile ya wokovu, kwa maana kwamba wokovu anapotuokoa kimwili, labda tulikuwa tuangamie, watu tufanye kitu, ni wokovu.
wa mwili, lakini wokovu mkubwa unaoongelewa kibiblia ni ule wokovu wa roho wa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo wakati mwingine nategemea ni context ipi au ni muktadha upi Mungu anaongelea anaposema neno kama wokovu. Nani mwenye kusikia maneno? Kwa hiyo anasema mstari wa 10 anasema ili nizisimulie. Ngoja nikwambie, Mungu anapotutendea haki na hukumu tujifunze kuzisimulia haki na hukumu zake na matendo yake makuu. Ili kwanza kwa lengo lake ni nini? Ili kusudi watie moyo wengine ambao wanapitia katika hali ambayo na ulikuwa unapitia na mimi nilikuwa napitia. Lakini vile vile ili kusudi Mungu wetu atukuzwe eti. Lakini sehemu kubwa ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Anasema niweze kuyasimulia. Sitakaa kimya bila kuyasimulia matendo makuu ya Mungu wangu. Ndiko wakati mwingine sio kuwasimulia kwa mdomo wako. Kuja ukakaa ukayasikia yakihubiriwa na kutoka hapo mahubiri tunaweka kwenye mitandao ambapo wanadamu wanakusanyika wengi. Huko ni kushiriki katika kuyasimulia matendo ya Mungu wako. Kabisa na kuhakikishia. Ndio, sura 15 nasema mataifa wamezama katika shimo waliolifanya kwa wavu waliouficha imenaswa miguu yao. Hii ni tabia pia ya Mungu katika haki ya Mungu. Mtu anapokuwa mwoneaji mwenye kuonea, anapokuwa ameandaa labda ni shimo au ni kamba au ni mtego, mfano mzuri ni mtu mmoja alikuwa anaitwa Hamani. Hamani alimchukia Mwisraeli mmoja alikuwa anaitwa Mordekai. Akamwandalia kitanzi cha kumtundika na alikuwa ameshakipanga kama kesho jioni. Mambo akageuka kufikia kesho jioni ndo akatundikwa mwenyewe. Sawa? Wewe ni waamini wa Kristo tunaosikia tusiwe na kuheti binadamu wakati mwingine bila sababu ya msingi. Wakati mwingine hata kama wametutesa moja kwa moja. Usije ukaheti ukamfanyia kitu kibaya. Unaweza kujikuta wakati mwingine Mungu anabadilisha kile ambacho ulikuwa umempangia mtu ukajikuta umeingia wewe au ameingia yeye. Tujifunze wakati mwingine kuacha anasema adui yako akiona njaa mpe chakula. Akiona kiu mpe maji, mpe kinywaji anywe. Ndio utakuwa unampalia makaa kichwani mwake kwa sababu usimtengenezee kitanzi kwa sababu unaweza kukuta ndo kulipa kisasi sisi. Kisasi ni kitu kibaya sana. Na kuna watu ambao wanasema sasa amefanya hivi ngoja. Wakati mwingine tunarudiaga. Of course neno kisasi sio kazi rahisi. Kuna sehemu ya kulipa kisasi sio kama kisasi lakini kama funzo. Kama funzo. Lakini yote katika yote funzo linaweza likaenda likatoka kuwa funzo likawa kisasi. Mimi wanapataga shida sana ninapokuwa naendesha gari barabarani nikaendeshewa vibaya. Wakati mwingine nataka na mimi nimlipize, ninapima. Nikiona ni kulipa kisasi ninashinda naacha. Nikiona ni kumfundisha kwa mfano, unakuta mtu anakuja, unaenda anachukua labda ni muendesha labda daladala. Ana sehemu ya kusimama, anakataa kusimama pembeni, anakuja anakuzuia, wewe unasimama nyuma yake, anakusanya abiria, ikipita dakika moja mbili anaanza kuondoka. Hiyo kuiacha ikazoeleka na hakuna anayempa adhabu. Kuiacha keleka, mimi wakati mwingine naweza kafika mbele yake nikasimamisha gari na yeye akashindwa kupita. Kesho na kesho kuta hata rudia, hata mfanya na mtu mwingine, lakini bado siamini kwamba labda ni haki sana. Lakini vile vile, je, Mungu ataenda ampige hukumu kwa vile alikuzuia kupita? Unashindwa kuelewa. Vitu vingine Mungu anasema vile vile tunapokoseana, turekebishane sisi wenyewe. Havitakiwi kufika kwake. Na Mungu alimwambia Musa akasema kama kuna kesi ndogo ndogo zimalizeni, zikiwa kubwa zileteni kwangu. Kuna ile haki kubwa inasubiri Mungu aje akae kwenye kiti chake cha hukumu, akulipie kisasi, nilipie kisasi na mwingine yote ambaye anaonewa kwa mfano, au atulipe sisi kama tumewaonea wengine. Lakini kuna vitu vingine tunatakiwa turekebishane pale kwa pale. Bwana wewe dereva ulichofanya sio sahihi. Na mimi nimesimama mbele yako umejisikia vizuri? Hapana. Kesho nishotoa naacha. Kweli kabisa. Lakini yote katika yote. Yote katika yote. Sio kila kitu kuna vitu vidogo ambavyo tunaweza wakati mwingine tukarekebisha. Nasema hata mtu akikosea ndugu yako usisubiri umpeleke labda kwenye mahakama za wapi. Mwite pembeni mwambie bwana hiki kitu ulichofanya sio sahihi. Ukiona hataki kusikia mwite na ndugu mwingine wawili watatu.
wawe mashahidi. Ukiona unataka kusikia nenda kanisani ambapo kuna kusanyiko kubwa. Ukiona haiwezi mwache. Mpeleke sasa mbele za Mungu sasa. Ndio Biblia inasema. Anasema mataifa wamezama na sio mataifa peke yake, watu wa dunia hapana, hata sisi wa Kristo. Anasema Kristo, mimi naongea yote tukifanya tunaweza tukawategea watu tukaingia sisi. Shimo na wachimbia, tego na kunasa. Mstari wa 10 anasema Bwana amejidhihirisha na kutekeleza hukumu. Amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake mwenyewe. Hoja ni ile. Mungu anasema anapofanya udhalimu nini? Uoneaji. Onevu. Onevu, dhurumaji, udhalimu. Ubaya, ufedhuli. Anasema Mungu anamrudishia. Wewe tujifunze tusipolipa kisasi Mungu atalipa kisasi. Mstari wa 10 na 7 nasema wadhalimu watarejea kuzimu na mataifa yote wanao msahau Mungu. Wewe nisome kwenye King James. Mstari wa 17 kuna namna fulani. Anasema he shall turn the nations to hell. Anatumia neno kuzimu kama shimoni tu, lakini King James inatumia hell. Hell ni jehanamu, ni moto. Mstari wa 17 ngoja niusome ni ufafanue kulingana na mstari na King James anasema hivi, the wicked shall be turned into hell. Anasema waovu watageuzwa kwenda kuzimu, kwenda jehanamu. And all the nations that forget God. Watu wanaojisahaulisha mambo ya Mungu, anasema leo hii dunia inaifanya kama inaenda yenyewe, ina kanuni zake, ina mifumo yake. Kana kwamba kuna Mungu anahusika, hapana, haimo. Tuichunge dunia, mambo ya climate change, mabadiliko ya tabia ya nchi, si kitu gani, kana kwamba ndo tumtunze mother nature, si mama asili, si vitu vingi hivi. Anasema hiyo hayo mataifa, huo kusanyiko la mataifa huo unaojifanya kumsahau Mungu kana kwamba hahusiki na uumbaji wa kazi, anasema wataungana na hawa waovu wenzao awatupe katika jehanamu. All nations that forget God. Tujifunze tabia ya kutokumsahau Mungu, na sio Mungu kama Mungu wa kufikirika, hapana, zile kanuni na tabia na maelekezo yake. Hii Zaburi ni ndefu kidogo, kwa hiyo msichoke na karibia kumaliza. Mstari wa 17 anasema kwa maana, mstari wa 18 anasema kwa maana mhitaji hata sahauliwa daima, matumaini ya wanyonge hayatapotea kamwe. Ni habari zile zile za mizani, haki na hukumu. Anasema usitegemee kwamba mnyonge, unaweza kumwona mnyonge anateseka mwaka wa kwanza, wa 5, wa 10. Anasema lakini hata sahauliwa daima. Mstari wa 19 anasema Bwana usimame, wanadamu asipate nguvu, mataifa wahukumiwe mbele zako. Ni kahoja fulani kako tofauti, na kwamba ukatafakari kidogo. Anasema Bwana uonekane, utokeze ili kusudi mwanadamu asipate nguvu. Ngoja nikwambie, leo hii dunia ya leo wanadamu wana nguvu nyingi sana. Kuna nyakati mwanadamu yote asingeweza kuifanya yote dunia kwa sababu kwa hana kitu cha kuifanya. Sasa hivi wanadamu wana nguvu, anaweza kaangamiza nusu ya dunia kwa moto. Ndio sio? Anasema anamwomba Mungu, kwa sababu wewe ndio mwenye haki. Hemu jitokeze, hemu simama, hemu onekana ili kusudi nguvu za wanadamu zisizidi, kwa sababu sio wami. Mwanadamu akishapata nguvu anazitumia vibaya. Amen. Wewe wewe baba, unanisikia? Usipate nguvu katika familia yako ukaitumia vibaya kwa faida yako. Wewe mama, usipate kacheo serikalini ukatumia vibaya. Wewe jirani, usichagulie kidogo, usio umepata kacheo umekuwa kadiwani, kwanza kujilimbikizia tu ardhi na kwa dhulumu watu. Mstari wa 19 ni usome, arise O Lord, let not man prevail, let the heathen be judged in thy sight. Nasema wanadamu asitamalaki, asipate nguvu. Wewe ningetamani sana kupata wanadamu wenye wadhaifu na Mungu mwenye nguvu, ndipo salama itakuwa. Lakini Mungu anapokuwa amepotea, anasema kwa nini unasimama mbali? Nafikiri ni Zaburi ya 10. Wiki inayokuja tutasoma, Bwana kwa nini unasimama mbali? Kama vile Mungu haonekani, wanadamu akawa ndo wanatokeza
ndio wenye nguvu na mamlaka. Anasema nyakati hizo ni nyakati za hatari. Nimekusikia maneno. Mstari wa 20 anasema Bwana wawekee kitisho mataifa na wajijue kuwa ni wanadamu. Anasema Mungu awekee mipaka wa mataifa, wanadamu wa dunia hii, mataifa na watu wasio tafakari Mungu, wasioamini Mungu. Wanaweza kumtamka mdomoni tu na nini wakaapa, wakipata vyeo wakaapa kwa Biblia na lakini ni watu wa mataifa tu. Anasema Bwana wawekee kitisho mataifa wajijue kuwa ni wanadamu. Wajijue kwamba na wenyewe wana hatima, kwamba nao wanamwaga damu, nao wana damu. Hivi mtu anapomwaga damu ya mtu mwingine sana, hajiulizi kwamba na yeye ana damu ya kwake. Je, kama yeye naye angemwaga damu tumboni? Au katika kutesana, kuuana. Nasema Mungu fanya jambo ili kusudi mwanadamu akumbuke kwamba ni mwanadamu. Sehemu nyingine anasema katika Yeremia anasema mjikumbuke kwamba ninyi Misri hiyo. Nenda na Isaya anasema hiyo Misri kumbuka kwamba ni nyama sio roho. Wale watu ambao unaenda unakimbilia leo hii anaweza katoka mtu ana chombo cha dola na mamlaka akatesa, lakini anatakiwa kumbuka kwamba naye ni nyama. Anaweza kawa na nywele nyeusi miaka 10 baadaye amesha sinyaa nywele nyeupe na nini, ule uonevu wote uko wapi? Amina. Sasa kwa tumeshia hapa, tuongelea habari za Mungu mwenye haki na hukumu. Mhukumu mwenye haki lisiwe somo linalotupamisha bali somo linalotutia moyo na ona tusikia kutokea mbali. Usichukizwe na masomo ya kweli ya Mungu kama haya. Lakini hatufanyi hivi kukubembeleza. Tunakwambia kweli tu. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante Bwana. Tunakushukuru kwa rehema zako, fadhili zako. Tunaomba baraka, ulinzi, neema, kibali, afya, vitu vyote vitokavyo kwa Mungu vikambatane nasi leo na hata milele. Baba tunakushukuru katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Yote. Amen.